السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير أمد. ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانك يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، ومن لم يلبث الثيابا من التقى تقرب غريانا ولو كان كاسيا. أما بعد. Ndugu Waislamu, kama tulivyokuwa katika utangulizi wetu wa mwanzo, leo tunazungumzia kuhusu jambo la tarika. Tarika na tasawuf ni vitu ambavyo kwa hivi leo natarajia kuvizungumzia kwamba tasawuf ni kitu gani katika dini, na katika masala kama haya, je, yametokea wapi? Kwa hiyo leo tutazungumzia kuhusu masuala ya elimu ya tasawuf ambayo ya tarika. Ilmu tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu al-batiniya, hii ni elimu ya ndani ya nafsi. Az-zakiyu nafsi, manake nafsi ndio kitu ambacho kinachosababisha katika mambo kwa mazuri au kwa mabaya zaidi. Tutazungumzia tarika na hiyo tasawuf yenyewe. Ama kuhusu habari ya hizo nafsi tutazungumza, lakini kwanza tunaeleza kuhusu masuala ya tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu al-batiniya, ilmu ya tasawuf ni ilmu ya ndani. Huwa islahu al-qalbi, hiyo ndio inatengeneza kuhusu moyo, hata yasluhu dhikrullahi, mpaka inatengeneza mtu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni elimu ya ndani. Katika upande wa tasawuf kuna udhu wa ndani na kuna udhu wa nje. Udhu wa nje ni ule wa kutawadha, na udhu wa ndani ni ule ambao kwamba kujitakasa nafsi yako, usiwe na dukuduku na watu au usiwe na fitina katika upande wa nafsi yako. Huo ndio kujitakasa, yusama tasawuf. Kule kujitakasa ndio inaitwa ndio tasawuf yenyewe hiyo. Bitazkiyati, kwa kule kujitakasa, wa nahya an nafsi, yani wa nahya an nafsi, kuizuia nafsi yako, anil hawa, na matamanio, wal fawahishi, na kuogopa machafu yote. Kama qala Allah Ta'ala, kama vile alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa amma man khafa, ama yule mwenye kuogopisha nafsi yake, amma man khafa, ama yule mtu mwenye kuogopa maqama rabbihi, kusimamishwa mbele ya Mola wake, wanaha nafsa, kisha akaizuia nafsi yake, anil hawa, na mambo ya matamanio, basi mtu huyo fa innal jannata hiya al-ma'wa, huyo mtu atakuwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama akhbara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyotuhabarisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema kwamba tasawufi haiepukani kabisa na aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama akhbara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyotuhabarisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba inna mahali nadhara rabbi huwa alqalb, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mahala anapotazama kwa binadamu anautazama moyo. Moyo wa mwanadamu ndio anautazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, akasema, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, Mwenyezi Mungu haangalii katika miili yenu, wala suwarikum, wala haangalii sura zenu, walakin yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatazama katika nyoyo zenu, wa amalikum, pamoja na matendo yenu. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokelewa na Muslim. Hadithi hii ipo kwenye kitabu Al-Mawsu'ati, katika hadithi ya 2564. Hadithi hii ni 2564 kwenye kitabu cha Al-Mawsu'ati. Ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mjeledi wa kwanza kwenye kitabu hiki cha Al-Mawsu'ati, kwenye mjeledi wa kwanza. Faqala alayhi salatu wasalam, akasema tena bwana mtume, afati nafsi 15, maafa ya nafsi, kufa kwa nafsi kuna mambo yake kama 15.
Mambo 15 haya ndiyo yanayosababisha nafsi ya mtu inakufa mpaka mtu anakuwa anafanya maasi mengi sana. Jambo la kwanza linaua nafsi mpaka mtu anaingia katika maasi, al-kibri, kuwa na kibri. Muislamu hatakiwi kabisa kuwa na kibri. Washukh, pamoja na ubakhili. Walhiqdi, na kuwa na chuki na wenzako. Walghush, ghushi hii ndio inazidi sana kwa watu. Alghushi, ile ghushi maana yake ni mtu ambaye anauza biashara, lakini kama ni mchele anachukua ule mchele mzuri anaweka juu, halafu ule mbaya anaweka chini. Sasa kwa wewe tu, au kama kule kwenye bucha anachukua ile kinofu kidogo anaweka juu kizuri, chini anaweka mfupa. Ile kwa hiyo ile inaitwa ni ghushi. Jambo hili ni baya sana katika sheria ya Kiislamu. Na jambo lingine ambalo ni la 5, walghadhabu, kukasirika sakazia ovyo. Mtu anakasirika mpaka anabadilika rangi. Kwa Muislamu haitakiwi namna ile. Na jambo la 6, waladawati, kufanyana uadui, kuwekana visa. Fulani kakufanya jambo fulani, basi na mimi siku fulani ufanye hivi. Hii hali inakuwa kwa Muislamu, hususan kwa muridi au kwa Muislamu yote yule, haitakiwi. Walbughdha, na bugudha, kubugudhiana, kusengenyana, kugombanisha watu katika Uislamu haitakiwi kabisa. Ama katika upande wa utatorika, hiyo imekuwa ni haramu kabisa kufanya mambo kama haya. Watamaa, na kuwa na tamaa mbaya. Tamaa mbaya hizi, yani mala unalile mala hili, hata ibada hufanyi kama mambo ya tamaa tu. Hii hali haitakiwi katika upande wetu wa tarika. Na jambo la 9, walhiyana, na kuwa na hiyana. Hiyana maana yake ni mtu ambaye kwamba huyu anayefanya hii kafaki nguo hii sasa hivi ataivua tu, sasa hivi nitachanika tu. Ile hiyana, kumuona mtu kapendeza wewe unamuonea vibaya, basi ile haipendezi katika upande wa Kiislamu, hususan kwa upande wetu wa tarika. Jambo hilo limeharamishwa. Walistikbari anil haqi, jambo lingine hilo. Walistikbari anil haqi, kuifanya kiburi haki ya Mwenyezi Mungu. Mwenzako na jambo la anafanya la haki, unamwona huyu mtu hafai, jambo la haki huyu analipinga. Hii katika sheria haifai. Inataka mtu anapofanya haki mnasaidiana, katika jambo la Mwenyezi Mungu mnaelekezana, ndivyo inavyotakiwa. Na jambo la 11, wal makri. Makri ni kitu kinachoitwa ni makri, maana ni vitimbwi, kumfanyia mtu vitimbwi, visa, yani kuhangaika, kumhangaikia mtu bila sababu yote, kumgombanisha au kumtukanisha. Hiyo jambo ni si nzuri sana. Na jambo la 12, walhadaa, kufanyana hadaa, kumhadaa mtu, kumdharau mtu manake. Jambo hili halipendezi. Na jambo la 12, la 13, kaswati ni ashumu, ule ukorofi. Kaswati, moyo mgumu kabisa, alafu mtu mkorofi kabisa, hataki kusikilizwa na mtu, yani hataki mtu amsikilize, atakasemege basi. Hii katika upande wetu wa tarika haitaki hilo jambo kama hili. Wa tulul amal, maana yake ni kurefusha matendo ya kidunia sana, mambo ya kiakhera ukayaweka mgongoni. Hii haifai katika upande kwa mtu yote katika upande wa Uislamu. Vile vile walkadhiba, na mambo ya uongo. Mtu uongo, nimekwambia wewe tu, ile uongo, kudanganya uongo, hata kama masahara katika upande wetu wa tarika, jambo hilo limezuiwa kabisa. Wa ghairihi kathira, na mengine mengi kabisa miongoni ambayo ya kuweza kudanganyana, kuzungushana, si katika uzuri. Wal kibri min amradhi, kibri ni ugonjwa sana huo. Kibri kwa upande wa Kiislamu jambo ni kama ugonjwa. Almaradhi alqulubi, yani katika uongo ni ugonjwa wa moyo. Wa huwa na jambo hilo walida takfi, inatosheleza kwa mtu huyo lidukhuri nari, kumuingiza motoni katika jambo la uongo. Bidalili kaulihi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ushahidi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushahidi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi uongo mwanadamu unavomtia katika mahala pabaya. Hina yakulu, pale aliposema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la dukhulul jannati man kana fi qalbihi mithqalatin dharrati min alkadhibi,
Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La dukhulul janna, haingii peponi, man kana fi kalbihi, anayokuwa katika moyo wake, mithqala dharrati, kama punje dogo, kama punje ya ngano, min alkadhibi, katika uongo. Ukiwa na uongo kiasi, hata kama kidogo kiasi hicho, basi wewe unakuwa huingii katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii ipo katika kitabu Sharh ya Muslim. Sharh ya Muslim ni hadithi ya 263, iko katika hadithi hiyo. Na tasawuf kullihi yuallimuhu, na tasawuf yote inaeleza nini? Adabu. Yani tasawuf mara nyingi sana inaelekeza katika masuala ya adabu, ndio maana ilikuwa ni elimu ya moyo, elimu ya tasawufi. Al-adabu likulli waqtin, uwe na adabu nyakati zote. Adabu wa likulli maqami, uwe na adabu kila unaposimama. Wa adabu man tazkiyatin, yani uwe na adabu katika kujitakasa. Faman lazimaha al-adabu, na mtu yote mwenye kujilazimisha akawa na adabu nzuri au kati katika nyakati zote, basi mtu huyo balagha mubalagha rijala. Naona bwana, balagha mubalagha rijala, anafika walikofika wanaume. Wanaume sio wanaume nake wale wacha Mungu, mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifika katika sehemu hiyo, basi ndio unaitwa nawe ni kama yani mpenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man dhay'a al-adabu, na mtu mwenye kuipuuza akawa hana adabu, fahuwa dhalla tariqa, basi mtu huyo kapotea katika njia. Mtu kama hana adabu amepotea katika njia, na mtu anapotea katika njia matokeo yake anakuwa mahala babaya. Faqala, akasema Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake, fi kitabihi yusama, kitabu chake ambacho kinachoitwa Fatawa. Kuna kitabu cha Fatawa almaarufu kinaitwa kwa kujulikana kitabu hicho Jami'ul Muslim Masail, kwa jina maarufu linaitwa Jami'ul Masail. Kwenye mjalada wa 10, kwenye mjalada wa 10 utakuta katika maneno hayo ya Ibn Taymiyyah kwenye ukurasa wa 61. Kwa wale mashehe wakubwa wenye vitabu, basi angalia kitabu cha Ibn Taymiyyah kwenye mjalada wa 10, Fatawa, kitabu cha Fatawa, kwenye ukurasa, yani mjalada wa 10, lakini kwenye ukurasa wa 61, kwenye juzu ya 10, kaangalia hiyo. Kulli tasawufi, yani katika kitabu hicho mjalada huu mzima wote umekuwa ni tasawufi nzima yote hiyo. Wa innama, avusema imam huyu bwana wa innama yanfa'uhu al-abdu, anasema haka inamfaa, anasema hivyo Imam Ibn Taymiyyah. Wa innama yanfa'uhu al-abda, haka inamfaa kwa mja yote, al-hubbu lillahi, kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mtu kuwa na nini? Kuwa na adabu. Ukishakuwa na adabu tu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda wewe. Na mtu kama hana adabu, basi hatopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila unapofanya jambo lolote linalohitajika kuhusu masuala ya tarika, basi lazima kitu kwanza kabisa uwe na adabu. Elimu tasawufi, kwa sababu elimu ya tasawufi kasudu bihi, makusudio yake salahul qulub, kutengeneza nyoyo. Elimu ya tasawufi maana yake asalahil qulub, kutengeneza nyoyo. Wa ifradha Allah Ta'ala, yani kujipwekesha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amma siwao, si kwa vingine. Kwa maana hiyo ni lazima kila unapokaa mwanadamu uwe na adabu, ndio Mwenyezi Mungu atakupenda. Kanu walikuwa balaghu ba'dhu ulamai la yatazawwaju, angalia kulikuwa na wanachuoni wengine hawakuoa. Mashekhe, kuna baadhi ya mashekhe wengine hawakuoa kwa sababu ya nini? Wanafungamana kabisa na ucha Mungu sana, bisababi taraddudu bi dhikrillah, kwa sababu ya kufungamana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawataki hata kuoa. Na tunawataja mashekhe wenyewe hao, wanachuoni wakubwa kabisa, wanachuoni ambao kuna wengine hawakutaka hata kuoa. Wewe unakuwa na tamaa kutaka wanawake tu, wale hawataki hata kuoa kabisa. Na sio watoto wao, sio watu ogo, hapana. Mmoja wapo katika mashekhe ambaye hakuoa mpaka maisha yake yote, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni shekhe mkubwa sana, mkusanyi, yani hakuoa mwanamume huyo. Wa kwanza huyo. Wa pili Imam Zamakhshari vile hakuoa.
Halafu baadaye tuangalie kwa nini hawakuoa hawa na kwa nini waliulizwaje. Tuangalie hapo mbele hapo. Imam Nawawi hakuoa, Imam Zamakhshari hakuoa, Imam Bukhari, angalia Bukhari huyu ambaye Muslim asahul kutubu, ambaye mkusanyaji wa vitabu atafsiri hadithi nyingi kwa Bukhari huyu, min al-kutub min al-Qur'an al-Karim, katika Qur'an tukufu anajulikana kabisa huyu, lakini hakuoa. Imam Bukhari ni mwanachuoni mkubwa, lakini hakuoa. Na mwingine Imam Taymiyyah, na Ibn Taymiyyah vile vile huyo, Ibn Taymiyyah hakuoa vile vile. Na mwingine Sheikh Ahmad ibn Haidar, Ahmad ibn Haidar hakuoa vile vile. Wasaala rajulu Imamu Zamakhshari, aliuliza Imam Zamakhshari kwamba lima tatruku, vipi umeacha wewe tazawaji kuoa, hal tara hina yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi huoni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba annikahu sunna. Mtume kasema kuoa ni mwenendo wake, nyinyi mbona hamkuoa vipi? Habari hizi alikuwa anaulizwa Imam Zamakhshari kwamba faman raqiba an sunnati falaysa minni. Mtume kisha sema kwamba mtu mwenye kuacha hii sunna hii ya kuoa si pamoja na mimi. Nyinyi mbona mlikuwa hamkuoa, sasa vipi na nyinyi watu wakubwa? Habari nzito hiyo. Basi baada ya hapo faqala Imamu Zamakhshari, akasema Imamu Zamakhshari kwamba sahalihi linikahi al-uli, sisi tumesimamia katika ukikumbania nini al-ulumi, tumekumbatia masuala ya elimu. Sisi tumekumbatia masuala ya kuzama katika elimu, kwa sababu tukishasoma dini vizuri na elimu tukaikusanya vizuri, hata hawa wanaoa masuala ya kuoa tuwaelekeza sisi. Kwa maana hiyo sisi tumekumbatia masuala ya elimu, kwa sababu al-ilmu gharu, elimu ina wivu min al-mar'ati, kuliko mwanamke. Maana uvi wa mwanamke upo, lakini elimu ina wivu zaidi. Ukiachilia tu basi inaponyoka. Kila unapotaka kusomesha basi fani zile zinakwisha nini, unafikiria huku nyuma kwa wanawake. Kwa hiyo anasema kwamba elimu gharu, elimu ina wivu min al-mar'ati, kuliko mwanamke. Baada ya hapo akajibiwa tena kusema kwamba nyinyi mnaona sisi hatukuoa, lakini anasema kam min mashuhuri fil ardhi, wangapi wenye kujulikana sana katika hapa ardhini hapa, wanajulikana wacha Mungu sana, lakini majuhuri fi samai, huko mbinguni hawajulikani, bila Mwenyezi Mungu hawajulikani. Nyinyi mnafanya mmeoa, mnajulikana zaidi sana, lakini sisi hatukuoa, lakini tunajulikana bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaona, kam min mashuhuri, wangapi wenye kujulikana fil ardhi, hapa ardhini, lakini majuhuri fi samai, huko mbinguni wajinga hawajulikani. Wa kam min majhuri fil ardhi, wangapi mnaona kama wajinga katika ardhi, ni kama sisi hivi tunavyoona tukao, mnatuona wajinga tu, lakini mashuhuri fi samai, tunajulikana huko mbinguni. Maneno haya Zamakhshari alikuwa anamjibu yule bwana alikuwa kimuulizia maswali kama haya. Kwa maana hiyo katika masuala ya tasawufi ni mambo ambayo yanakuwa na ataraddu, kujipendekesha kwa sana bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, minal mu'minina rijalu. Naona haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hiyo haya maneno walikuwa kizungumza hao, Mwenyezi Mungu kishayasikia. Akasema minal mu'minina rijalu, miongoni mwa Waislamu kuna wanaume. Sio wanaume kwa watu wanawake 5 6, wanawake wawili watatu, sio kwa wanaume huo waliotajwa hapa. Minal mu'minina rijalu, haka wanaume, kuna wanaume sadaku, ni wa kweli, ma ahadullahu, yale walimwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ucha Mungu manake. Faminhum man qadha nahaba, una wengine wameshakuwa wameshakufa tayari, wacha Mungu wameshakufa tayari wengine. Wa minhum man yantadhiru, kuna wengine wanatazamia bado hawajafa. Wama badalu tabdila, Mwenyezi Mungu habadishi mwenendo wake. Wale waliokufa halikuwa hawakuoa, lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale tayari Mwenyezi Mungu washaondoka, lakini kuna wengine bado hawajafa, bado hai. Kuna wengine bado hai. Kuna mwingine anakuwa na mke mmoja mnamcheka, mke wake mmoja tu, lakini Mwenyezi yeye anataka uadilifu. Wewe una wake wawili au watatu au wane, lakini bado huna uadilifu. Halafu unaswali kila siku,
kila siku unaswali sala 5, unatoa zaka, unatoa sadaka, unakwenda Maka, lakini uadilifu huu na wewe, basi hapo utashindana na yule mwenye mke mmoja, kwa sababu yule anamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asije akaharibu. Basi sasa siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba yajizi Allahu sadiqina, anakwenda kuwalipa Mwenyezi Mungu watu wale wa kweli, wale wa kweli. Ukweli huu haudhihirishi katika mdomoni mwanadamu, ukweli wa nafsi. Mwenyezi Mungu anatazama nafsi. Kama maisha yako duniani ulikuwa na msimamo gani? Msimamo wako ulikuwa katika kuniogopa mimi Mola wako, ulikuwa huu hapa. Mungu yeye anajua. Sasa watu wanakwenda kushangaa, huyu bwana mwenzetu mwana tulikuwa tunamwona kwamba ni mtu mjinga ka duniani kule, kumbe ameshafikia hatua daraja kubwa namna hii. Ndio hapo yajizi Allahu sadiqina bisidqihim, anakwenda kuwalipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka na ukweli wao. Yu'adhibu almunafiqina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kuwatesa watu wanafiki insha akitaka. Naona kwa nini nasema akitaka? Kwa sababu huenda atatubia. Huenda atatubia au yatuba alaihim. Unaona, penda atatubia baada mtu akifanya mabaya kisha akatubia. Ndio hapo alizungumza kwamba atamtesa yule mnafiki akitaka, akiendeleza na kuona ubaya wake anakwenda kumtesa kweli. Lakini ameahidi kwamba ateswe, lakini katubia, basi Mwenyezi Mungu anamsamehe. Inna Allaha, kwani haka Mwenyezi Mungu yeye kana ghafuran rahima, Mwenyezi Mungu yeye ni msamehevu na mwenye huruma. Haya ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yapo katika sura al-Ahzab kwenye aya ya 24 hadi 23 hadi 24. Haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanadamu katika mienendo yetu yote tunayokwenda nayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anayajua. Hii ni juzu ya 21 kwenye sura al-Ahzab. Kwa hiyo kila tunapozungumza katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masuala kwenye vitabu vya mashekhe, basi lazima tuzame na katika hadithi, katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Qur'ani ndio muhimili wetu. Tusije kuzungumza maneno mengi kwenye vitabu kama hivi, lakini mbona hata aya moja hajatoa pale? Hapana, kwa sababu kama tulivyosema kwamba aya za Qur'ani ndizo ambazo zimesababisha mpaka wanachuoni wote wanachukua vitabu kutengeneza namna hii. Wa ibadu, kisha Mwenyezi Mungu akasema kwamba wa ibadur rahman, haki yote ni aya maneno Mwenyezi Mungu hayo. Anawasifu wale waja wema, na waja wema sisi miongoni mwa wale wenye kutengeneza azzakiyu nafsi, wenye kutengeneza nafsi zao kumcha Mwenyezi Mungu ipasavyo. Ndio hawa hapa Mwenyezi Mungu anawasifu kwamba wa ibadur rahman, haka waja wa Mwenyezi Mungu, alladhina yamshuna ala al-ardh hauna, ni wale ambao wanatembea katika ardhi ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu kabisa. Wanaona yule kama mgonjwa kama nini, basi lakini kumbe yeye anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana hofu kwamba Mwenyezi Mungu hivi sasa ningeondoka nitakwenda kusema nini mbele ya Mwenyezi Mungu, ibada gani ukifanya nikaji kitetee mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hapo Mwenyezi Mungu akawasifu kwamba wa ibadur rahman, hakawaja wa Mwenyezi Mungu, alladhina, ni wale ambao kwamba yamshuna ala al-ardhi hauna, wale ambao wanakwenda wananyenyekea, wanakuwa pole kabisa. Wa idha khatabuhum aljahiluna, wanapozungumzwa na watu wajinga, wale wanaosema wajinga, naona wanasema wajinga, qalu, wale watu wema wale wanasemaje? Qalu salama, sisi ni watu wema tu, wenye amani sisi, mnatuona wajinga sisi tu, lakini sisi ni wema na tuna amani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina yabituna lirabbihim, angalia sasa, kwa sababu sisi katika watu wa saufi mara nyingi sana, watu wa tarika mara nyingi sana tunapenda sana katika kukesha kwenye ziara, kwenye haulia, je, katika jambo hili la kukesha Mungu analijua? Ndio haya maneno haya kwamba walladhina yabituna, wale watu ambao wenye kukesha, angalia, yabituna, wenye kulala wanakesha kwa ajili ya nini? Rabbihim, kwa ajili ya Mola wao, sujada wa qiyama, wanasujudu kwa kuswali na kwa kusimama usiku wanafanya ibada. Hao ndio waja wema, na hao ndio hao ataraddudu ila Allah, wanajipendekesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sujada wa qiyama, wanasujudu na kusimama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina yaquluna, na wale wanasema rabbana, baada wakisha sujudu na wanasimama tena wanasema rabbana, Mola wetu wewe,
asrufu anna adhaba jahannama, Mwenyezi Mungu tuepushie na adhabu ya moto wa jahannam. Inna adhabaha, kwani katika adhabu hiyo ya moto wa jahannam, kana gharama, imekuwa ni kali sana hiyo. Innaha saa, hapo ni mahala pabaya sana. Mustaqarra, kuingia, wa mukama, kwenye mahala kama hapo. Sisi tunajipusha kabla hatujafa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu ya kuambia, yani wanaozungumza watu ambao watu wa twarika, watu wa tasawufi. Katika maneno hayo ya kwenye surati al-Furqan kwenye aya ya 23 hadi ya 26, Mwenyezi Mungu anawasifu wale ambao kwamba wanaojipendekesha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. At-taqiyu, maneno hayo Mwenyezi Mungu at-taqiyu, kuhusu habari ya mcha Mungu, Mungu akazidi kuwasifu tena. Maana mtu anaweza kuamka asubuhi, usiku akalala, baada ya salati lisha akalala mpaka asubuhi anaamka, usiku hata chochote hajafanya chochote. Sasa kuna swala za usiku za tahajjud. Kwa watu warika ni lazima usiku uamke uswali. Sunna hiyo tena muakkada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje kuhusu swala usiku? Kutoka kitandani, unaacha kitanda chako kisha unakwenda kufanya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi, tatajafa junubuhum, wanaziinua mbavu zao, almadhaji, pale walipojilaza. Ukajilaza ukaamka, Mungu anasema tatajafa, wanaziinua junubuhum, katika mbavu zao, almadhaji, pale alipolala. Mtu anaamka hata kama kachoka, lakini anaamka angalau aswali dakika 2 usiku. Kwa nini? Yad'una rabbahum, anamuomba Mwenyezi Mungu, wanamuomba Mola wao, khaufan wa tamaa, kwa hofu kabisa na kwa kutegemea kwamba Mungu atakwenda kuwalipa. Muislamu wengi hawapendi katika kuamka usiku, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha sema ni kuwasifu wale wanaoamka usiku, tatajafa junubuhum, wanaziinua mbavu zao, almadhaji'i. Kama wewe ndugu yangu, kama wewe uswali usiku, basi kwa maneno haya anza ukurasa mpya, angalau usiku moja angalau amka uswali usiku, kwa sababu Mwenyezi Mungu akishawajua watu kama hao. Tatajafa junubuhum, wanazinyanyua mbavu zao, ani madhaji'i, pale walipojilaza. Yad'una rabbahum, kwa kumuomba Mola wao, khaufan, kwa kuhofu, kumuomba Mwenyezi Mungu na kuogopa moto wa jahannam, wa tamaa, na kutegemea kwamba Mwenyezi Mungu inshallah anakwenda kutulipa pepo. Wa mimma razaqnahum, na vile vile ambao voma walivyoruzukishwa na Mwenyezi Mungu nyakati za asubuhi, akiamka asubuhi, basi wa mimma razaqnahum, na vile alivyoruzukisha Mwenyezi Mungu kuwapa, basi yunfikuna, na wanatoa, wanakuwa ni wakarimu. Usiku umeswali, usiku za swala za sunna, nyakati za mchana unatoa sadaka. Basi hayo Mwenyezi Mungu ndio mambo anayopenda kwa upande wetu wa twarika, na kwa upande wa jumla dini yote, jumla Uislamu wazima, Uislamu mzima wote unatakiwa mtu awe namna hii. Hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu, yapo katika surati Sajida kwenye aya ya 14 juzu ya 21. Kila ninapozungumza kitu, basi lazima mtu ashe kapata wapi. Mimi nakwambia na aya kabisa au na hadithi mpokezi nani na kwenye kitabu gani, ili almradi ufahamu kwamba kwa upande wetu wa twarika sisi hatubabaishi katika mambo yetu, tunachukua katika yale ambayo yalikuwa katika sheria. Ittaqullaha, kisha bwana mtume akatuambia sasa, ittaqullaha haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu mahali popote ulipo. Tasufi linaingia na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema ittaqullaha haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu mahali popote ulipo. Watibau sayiati alhasana, fuatiliza mabaya yako kuendeleza na mema. Ukifanya baya basi jitahidi sana ufanye mema. Tamuhuha, ukishafanya baya halafu kafanya jema, basi tamuhuha, lile baya lote linafutwa. Wa khaliqun nasi bi khuluqil hasana, vile vile changanyika na watu na tabia njema bwana, usiwe na roho mbaya, usiwe na nafsi mbaya kuchukia watu. Mtume kisha kuambia khulqa, uwe na tabia njema mwanadamu. Wa khaliqun nasi, changanyika na watu, bi khuluqil hasani, kwa tabia iliyokuwa njema. Alladhina amanu, Mwenyezi Mungu sasa anatuambia tena, alladhina amanu, na wale watu ambao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu, watatumainu qulubuhum bi dhikrillahi,
wakati alladhina amanu, na wale ambao kwamba tatmaina qulubuhum, zikatulizana nyoyo zao, bidhikrillahi, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtaja Mwenyezi Mungu, dhikri ni anwa'i dhikri. Kwa kila mtu katika mtu anayeswali amtaje Mwenyezi Mungu ana dhikri tu. Maana dhikri anwa'i, kila aina ya kumtaja Mwenyezi Mungu ni dhikri. Basi anasema ala, jueni katika watu hao, bidhikrillahi, hakika kumtaja Mwenyezi Mungu kwa namna yote yule, tatmaina alqulub, hapo ndio nyoyo zinatulia. Moyo wako ukishatulia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo anakwenda kukutia mahala pazuri kabisa peponi. Alladhina amanu, na wale watu ambao ni kumwamini Mwenyezi Mungu, wa amilu salihati, na wakafanya mambo yalikuwa mazuri, tuba lahum, watapata pepo watu hao, wa husnul maabi, na wanakwenda kukaa mahala pazuri sana peponi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yapo katika surati Ra'd kwenye aya ya 28 na hadi 29 kwenye juzu ya 13. Katika dunia hii ni mahala pa kupita sana. Kisha tuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kun fi dunya ka'annaka gharibu au abir sabili, kuwa katika dunia kama mgeni au kama mpita njia, na uhesabu nafsi yako iko siku utaingia kaburini wewe. Na watu wote duniani hapa tumekuwa ni maiti watarajiwa. Kwa hiyo katika sala hili la tasawufi, katika masomo ya tasawuf, haya ndiyo masala ambayo yanamfanyisha mtu katika azzakiyu nafsi, kujitakasa nafsi, kama alivyosema tena kwamba zayyinu bawatinakum bittaqwallah, zipambeni nafsi zenu kwa kumcha Mwenyezi Mungu, kama zayantum dhuhurakum bil malabisi, jipambeni nafsi zenu ni kama vile ambao kwa ucha Mungu, na vile vile kama vile mnavovaa nguo zenu mchana. Mtu anavovaa nguo yako unavojipamba vizuri, basi nafsi yako ndivyo uipambe ndani, usiwe na dukuduku, usiwe na chuki, usiwe na fujo, usiwe na makeke. Kwa hiyo unapokuwa na utulivu, basi ndio unajipamba nafsi yako. Vile umevaa nguo zako nzuri nje, lakini ndani moyo mgumu, basi hapo hujafanya chochote. Inna Allaha la yanzuru aswarikum, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu bwana, walakin yanzuru qulubikum wa af'alikum, Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zenu pamoja na vitendo vyenu. Unapokuwa vitendo vizuri na moyo wako mzuri, basi Mwenyezi Mungu unakuwa mtu mwema. Lakini umevaa nguo nzuri sana lakini moyo wako mbaya, bado huja katika ucha Mungu. Kwa maana hiyo, katika kuwa kwa ndani kwa nafsi yako, hata yakunu salih, mpaka unakuwa ni mtu mwema. Wa islahu alqulub, kutengeneza moyo, hata yaslihu hata yasluhu dhikrullah, ukitengeneza moyo mpaka inapatikana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wasbiru nafsaka, isubirishe nafsi yako, usiwe na haraka. Usiwe na haraka kufanya madhambi mengi, ukisawa na haraka kufanya kutafuta mambo ya kidunia kwa wingi. Wasbiru nafsaka, isubirishe nafsi yako, ma'al ladhina yad'una rabbahum, pamoja na wale ambao kwamba wenye kumwomba Mola wao, bila adati wala ashiyi. Angalia hapo bwana, haya maneno ya Mwenyezi Mungu, kuwa na wale ambao kwamba na wale ambao wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu bila adawati wala ashi, yani asubuhi na jioni anamtaja Mwenyezi Mungu, la ilaha illallah, la ilaha subhanallah, alhamdulillah. Nyakati wanashughulika na ibada mbalimbali, wengine anakuwa anamtaja Mwenyezi Mungu barabarani, nafikiri mwendo wazimu, kumbe kisha katika upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba wasbiru nafsaka, isubirisha nafsi yako bwana, usiwe na haraka. Ma'al ladhina, kuwa na watu ambao kwamba yad'una rabbahum, wale wenye kumwomba Mola wao, bila adati wala ashi, asubuhi na jioni. Wanini watu hao? Yuriduna wajhahu, naona bwana, yuriduna wajhahu, wanataka radhi ya Mwenyezi Mungu, ndio mala wanakuwa na upole, wanakuwa na unyenyekevu. Haya maneno yapo katika sura al-Kahf, Qur'an hiyo. Kwa maana hiyo ni lazima kila mwanadamu awe na utulivu kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa wal asraril kabiri, msingi mkubwa katika tarika, ukitaka msingi wake mkubwa, kitu cha kwanza kabisa wal khushu'i, kuwa mnyenyekevu, wal adabu, na uwe na adabu. Maana kwa vitu vile hapo kuna unyenyekevu na adabu. Unaweza kumwona mtu mnyenyekevu
anatembea tena, kumbe mlevi. Ule sio nyenyekevu. Mtu mlevi kale chakari kabisa, mlevi ile. Kumbe ni mnyenyekevu, kumbe mlevi. Ndio kimetokea kisa kimoja, siku moja kwa mfalme mmoja, yeye akaweka watu wale wenda wazimu, vichaa akaweka sehemu fulani kwamba wasitie fujo, wakafungiwa geti sehemu fulani. Mfalme kaweka sehemu zile ili wasitie fujo. Sasa siku moja mfalme na askari wake wamekwenda kukagua gerezani kule watu wale walevi, wale vichaa. Vichaa wote napiga kelele, lakini kuna kichaa moja kaa kwenye kimvu cha mti, kama kule pembeni kule, kaka kimya kabisa. Mfalme kawaambia wale askari, jamani, yule naona labda kichwa chake kimetulia kidogo, akili yake, twende tukamhoji wenzake, je, wanaishije katika gereza hili au katika kambi yao hii, twendeni tukamuulize ili tujue katika jinsi wanavyoishi. Yule tukamuulize. Wakaenda mpaka kwa yule bwana yule kichaa kwenye mti. Kichaa hana wasiwasi, kama anamtazama mfalme na askari huko amjekelea mfalme. Mfalme akamuuliza, bwana, hapa vipi afya yako, unajisikiaje? Akasema, mimi kichaa. Sasa anamjibia mfalme, mimi bwana, akili yangu nzuri sana, imekupita hata wewe. Unaniona sina akili? Kichwa changu mimi kizuri kuliko akili yangu, yani mimi nina akili kuliko wewe. Mfalme kamuuliza, kwa sababu gani? Akasema, mimi nina akili bwana, kwa sababu wewe mfalme huna akili, kwa sababu unaogopa watu watakuja kukamata, ndio maana una askari wa kulinda. Mimi unaona kuna mtu analinda hapa? Mimi hakuna mtu ananilinda. Mtu wewe ndio kichaa, wewe umeletwa na watu watakuja toroka. Yule mfalme kaona sasa hii ajabu kweli nalindwa kweli, ina maana kweli sina akili kweli. Nazo akili kipona, huyu kichaa ana challenge kiasi iko nini? Kichaa anamwambia mfalme, wewe mzee ndio huna akili kwa sababu unalindwa, mimi silindwi, ninazo akili zangu. Kwa hiyo kwa maana hiyo mzee, wewe huna akili, niache kama unachokitaka sema, lakini mimi nina akili. Lakini wewe ndio kuanzia hivi sasa uondoke, huna akili, kwa sababu hawa askari wanakulinda, wewe huna akili, utakuja toroka. Yule mfalme akasema, huyu bwana henda ana akili kweli bwana, mpimeni akili yake. Kumpima akili yake, wakampima, akamwona kweli ana akili nzuri. Kumbe walimsingizia kichaa kwa kumsingizia kumbambikia kesi tu, wakamtoa. Hali ya kuwa yule bwana akapewa cheo na mfalme. Sasa ule unyenyekevu wa namna ile inakuwa ni wenye hekima na busara. Kwa hiyo hapa al-khushu'i, unyenyekevu wa namna hii. Sasa tunaelekea katika unyenyekevu ambao wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal adabu, na kuwa na adabu. Adabu vile vile iko namna mbili. Unaweza kuwa na mtu ana adabu sana, ana adabu, anakuchangamkia, anakufikiria, anashika hii maana kupokea, kumbe katika nafsi yake anakuchukia vibaya, anakuvizia kwamba ujipeleke katika 18 zake akutilie sumu ufe. Sasa hiyo adabu sio adabu kitu. Kwa hiyo kila mwanadamu Mwenyezi Mungu akamuumba katika utengenezaji wake awe anafuata vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhusu masala ya unyenyekevu na adabu, kwamba kina nani wa kwanza wa kuwanyenyekea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba akrimul ulamai, waheshimuni mashekhe, fa innahum, kwani katika hao mashekhe warathatul anbiya, ndio waliorithi mitume. Faman akramahum, mwenye kuwakirimu hao, fakad akrama Allah wa rasula, hakika amemkirimu Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa maana hiyo ni lazima hawa mashehe, kwa sababu nini? Kwa nini tuwakirimu? Kwa sababu hawa ndio walioshikilia katika maneno wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema katika hadithi nyingine kwamba taraktum amrayn, nimekuachieni. Alikuwa akiwaambia maswahaba siku moja bwana mtume, taraktum amrayn, ninakuachieni mambo mawili, kitabullah wa sunna, kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an, pamoja na maneno yangu nakuachieni. Fa in tamasaktum, kama mkishikamana na vitu hivyo viwili hivyo, lan tadhilun abadan, hamtapotea milele. Maswahaba wakahoji kwamba ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wewe unaondoka na sisi tunaondoka, sasa je, katika kuendeleza katika maneno ya Mwenyezi Mungu na hadithi zako, kina nani watakoendesha? Ndio akatoa hadithi, al-ulamai warathatul anbiya, wanachuoni ndio ambao wanashikilia katika wale wasikia mambo kama hayo, kwa sababu hawa hawatomalizika mpaka kiyama kinakwisha. Kama tiari
Tunamalizia katika hadithi ambayo katika rawahu al-Khatib, hadithi hiyo imepokewa. Sasa kuna maneno ambayo ya kumalizia hapa kuhusu habari ya adabu. Qala Muhammad ibn Nur, amesema Muhammad ibn Nur rahimahullah ta'ala fi kitabihi Zamam Salikin, kwenye kitabu chake cha Imam Salikin, anamaliza hadithi hii alimradi, kisha muda wetu unamalizika, kuhusu masuala ya adabu. Man lazima bil adab, mwenye kujilazima katika adabu, inda sheikhahu, bila shekhi wake, man la taadabu inda sheikhahu, mtu kama hana adabu mbele ya shekhi wake, basi la taadabu fi hadratillah, atakuwa hana adabu hata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama humnyenyekei shekhi wako, basi unakuwa huna adabu mpaka siku ya kiyama. Kwani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema wa al-ulamai ummati, katika wanachuoni wale katika umati wangu mimi, kal anbiya bani Israil, ni kama mitume ya bani Israil. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie, kutokana na muda umekwisha, lakini mazungumzo yetu yamekuwa ni bado sana kuendeleza masuala yetu haya ya tarika. Kama tulivyosema, mfululizo wetu bado unaendelea, lakini hivi sasa muda wetu umeshamalizika. Mwenyezi Mungu atujalie kila khair. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wetu wa dini, wakubwa na wadogo, mashekhi na maustadhi, na Mwenyezi Mungu aijalie nchi yetu ya Tanzania. Mwenyezi Mungu ampe kiongozi wetu rais wetu wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu na wasaidizi wake, Mwenyezi Mungu awajalie kupata uongozi mzuri, ili nchi yetu iwe na amani, kuongoza vizuri ibada zetu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kiongozi wetu Sheikh wa mkuu, Sheikh wa Tanzania, Sheikh Zuberi. Mwenyezi Mungu ajalie kila khairi. Mwenyezi Mungu ajalie mashekhi wote wa tarika Qadiria na tarika nyingine zote, Mwenyezi Mungu ajalie kila khairi. Allahumma jamilna bil afiya was salama وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك السميع الدعاء يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين.